Katika ulimwengu wa kisasa, watu wengi wamekuwa wakikimbizana na mali na pesa, mara nyingi bila kujali maadili ya kiroho. Katika maandiko ya kale, mafundisho ya Kikristo, kuna onyo kubwa kuhusu kumtumikia Mammon, mungu wa pesa. Lakini Mammon ni nani hasa? Je, watu humuombaje pesa? Na Biblia inasemaje kuhusu hili? Historia ya Mammon. Neno Mammon linatokana na lugha ya Kiarabu mamona, likimaanisha utajiri au mali. Katika Agano Jipya, hasa katika Mathayo 6 mstari wa 24 na Luka 16 mstari wa 13, Yesu alisema, hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Hamwezi kumtumikia Mungu na Mammon. Katika muktadha huu, Mammon hakuonyeshwa tu kama pesa, bali kama mungu au nguvu ya kiroho inayoweza kumiliki moyo wa mtu. Katika historia ya Kikristo, hasa katika nyakati za kanisa la kati, Mammon alielezwa kama pepo au roho ya tamaa ya mali, anayewapofusha watu kwa tamaa ya utajiri na kuwafanya wamwache Mungu wa kweli. Jinsi watu humuomba Mammon pesa. Ingawa si sehemu ya mafundisho ya Kikristo, baadhi ya watu katika dunia ya esoterika, fundi wa giza au imani za kichawi, wamekuwa wakimuona Mammon kama mungu wa utajiri, anayestahili kuombwa au kufanyiwa tambiko ili kupata pesa haraka. Njia hizi ni pamoja na matambiko ya fedha. Wengine hutumia vitu kama sarafu, fedha au vitu vya dhahabu kumtolea Mammon sadaka. Kuandika mikataba ya kipepo. Baadhi huamini kuwa wanaweza kuingia agano la kipepo ili kupata mali. Sala na maneno ya kichawi. Watu hutumia maneno ya kutamkwa ili kuomba pesa kutoka kwa roho ya Mammon. Sanamu au alama maalum. Wengine hutunza sanamu au alama zinazodaiwa kumwakilisha Mammon katika biashara au nyumbani kwa ajili ya baraka za pesa. Njia hizi zote ni kinyume na mafundisho ya Biblia, kwani zinahusisha kumwabudu pepo badala ya Mungu aliye hai. Ushauri wa kibiblia kuhusu Mammon na pesa. Biblia haitupingi kuwa na pesa, bali inatufundisha kuwa na mtazamo sahihi juu ya mali. Huu hapa ni mwongozo wa kiroho. Namba 1. Upendo wa pesa ni hatari, kwa maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha. Timotheo ya kwanza sura ya 6 mstari wa 10. Pesa si mbaya, lakini inapopendwa kupita kiasi huleta uharibifu. Tafuta kwanza ufalme wa Mungu, bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na yote mtazidishiwa. Mathayo 6 mstari wa 33. Badala ya kumkimbilia Mammon, tumtafute Mungu kwa moyo wote, naye atatupatia mahitaji yetu. Tegemea baraka za Mungu, si uchawi. Baraka ya Bwana huleta utajiri, wala haiongezi huzuni. Nayo Misali sura ya 10 mstari wa 22. Mali kutoka kwa Mungu huja kwa amani, na si kwa masharti ya kichawi au mapepo. Toa kwa moyo wa upendo. Mungu hufurahishwa na moyo wa ukarimu. Utoaji huweka moyo wetu huru dhidi ya tamaa ya mali, kutufanya tuwe na baraka kwa wengi. Mammon si tu neno linalomaanisha pesa, bali ni ishara ya hali ya moyo ambayo humweka utajiri mbele ya Mungu. Dunia ya sasa ina hatari kubwa ya kumwabudu Mammon kwa njia zisizo za moja kwa moja, kwa tamaa, choyo na kushindwa kuwa na imani kwa Mungu. Badala ya kumuomba Mammon, tunapaswa kumuomba Mungu wa mbingu na nchi, ambaye si tu hutupatia mahitaji yetu, bali hutupatia amani ya kweli. Tumwamini yeye, tukumbatie maadili ya kiroho, tupate baraka zenye kudumu, si pesa za haraka zinazokuja kwa njia ya giza. Ukihitaji makala mengi zaidi ya mtindo huu,
Usiache kusubscribe ndani ya Goti TV Online. Nipo kwa ajili yako, mambo ya kiuchumi na kifedha, lakini pia kibiblia. Hacha tamaa, mtangulize Mungu mbele.